Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ni mwaminifu na wewe ni mwenye haki kwa yote. Asanti ni kwa sababu nguvu zako na uweza wako Bwana si pamoja nasi, na umetuwezesha Bwana Jehova Jire kusimama katika mwanya wa kutenda kazi yako kulingana na vile upendavyo. Asanti ni kwa sababu mfalme wa ajabu, hakuna mtu awezaye kuhubiri, hakuna mtu awezaye mfalme kwa dhamana pamoja nawe, lakini wewe umetuwezesha tukajikuta katika hiyo neema, na tuko katika neema hiyo ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu yule ulimpa Kristo aweze kutupa sisi, na ndio aweze kuwa msaada wetu wakati wowote wakati tunapofanya hii kazi yako Bwana. Pokea sifa. Neno lako Bwana Jehova Jire ninaomba lifikie watu wako wote wanaotusikiliza, watakao tusikiliza hata baadaye. Ninawaombea Bwana Jehova Jire waweze kuinuliwa na kubarikiwa na hili neno Bwana, na kufunguliwa, waweze kuwa wazi katika maisha yao ya rohoni, na ndio hata katika maisha yao ya mwilini iweze kukamilika kulingana na vile upendo wako ulivyo, na kutukuza wewe Bwana na kuinua wewe Bwana, ni kwa sababu kila jambo lina uwezo kwa sababu ya kuamini. Umetupa Bwana Jehova Jire kibali hicho cha kuamini, ndio tuweze Bwana mfalme wa ajabu kutenda kazi yote kulingana na vile wewe Bwana wetu na Mungu wetu upendavyo. Pokea sifa na utukufu Baba yangu, ni wewe tu mfalme ninaofurahia, na wewe tu ndio ninaotazamia, na wewe tu Bwana Jehova Jire ndio ninao mfalme wa ajabu kulipeana jina lako ndio liweze kujulikana mahali kote ulimwenguni kwa uwezo wote na kwa nguvu zote, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Na katika hiyo nafasi nataka tuweze kufungua pamoja nawe katika kitabu ya John 14. Katika kitabu ya John 14 John 14 mstari, nataka tuangalie mstari wa 18. Natuambia, I will not leave you comfortless, I will come to you. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Huyo ni Kristo aliwaambia mitume, na wakati alipowanenea hayo alikuwa anawanenea kuhusu kwa sababu yeye alikuwa anajua ya kwamba ataondoka katika ulimwengu, na wakati alipokuwa ananena haya alikuwa anajua ya kwamba kazi yake itakamilika wakati ule atakayesulubishwa katika msalaba, na alikuwa anajua akisulubishwa msalabani hakuna kazi nyingine imebaki yake ulimwenguni. Kwa hivyo ndio alikuwa anaambia mitume ya kwamba sitamuacha kama yatima. Yeye alikuwa anajua ataenda. Bwana asifiwe. Na akienda kwa watu wake wale wote waliomsikia na waliomwamini na wakalipokea na wakapokea neno kutoka kwake, neno linatuambia ya kwamba Yesu aliwaachia msaidizi wa kuwasaidia wakati wanapoendelea na safari ya imani, wasikaweze kujikwaa, wasikaweze kutoka katika imani, ila waendelee katika imani ya Bwana na kunena kulingana na mapenzi yake, kutokana na vile Baba wetu Kristo Yesu alipowaongoza. Bwana asifiwe. Kwa sababu Kristo alituambia kwamba tusikaweze kufundisha wala kuelekeza watu kwa mapenzi yetu sisi. Tuelekeze watu katika mapenzi yake. Ndio alisema katika kitabu ya Matthew 28:18-19-20 ya kwamba
ati muwafundishe na katika kitabu ya Mark, na muwafundishe watu kulingana na vile nimemfundisha, nami nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Na ile neno kusema ati nitakuwa pamoja nanyi, sio kwa kimwili, sio kwa kimwili. Ndio hapa mstari huu unasema ya kwamba nitamwachia msaidizi, yule atakayemsaidia wakati mtakuwa mkifanya hiyo kazi. Kuna msaidizi yule atakayekuwa pamoja nanyi akimsaidia, ndio muweze kuandamana na Mungu kulingana na mapenzi yake. Katika kitabu ya John 14:23, hiyo John 14 mstari wa 23 inasema ya kwamba Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu alinena, akasema ya kwamba Yesu akajibu akawaambia, watu wakinipenda atashirishika, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Huyu ni Yesu anaongea yale yatafanyika kwa wale wote watakaompenda. Bwana asifiwe. Ati tutakuja kwake na tuweze kutengeneza makao ndani yake. Haleluya. Kufanya, anasema tutakuja kwake na kufanya makao ndani yake. Kwa hivyo, kwa yeyote yule aaminio neno la Bwana, aaminio kazi ya Kristo, aaminie mwana wa Mungu, neno linatuambia kwamba kabisa ati Yesu, Mungu na Roho tutafanyika sisi kuwa nafasi yao ya kudumu. Haleluya. Wote watakuja kwangu, wote watakuja kwako. Hivyo ndivyo ninaona linasema. Ati Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Sio sisi tutaenda, ni wao watakuja kwetu. Tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Na ndio lile neno linatuambia kwamba we are the temple of God. Sisi ni makao ya Bwana. Na tumefanyika kuwa makao, sio kwa kujifanya sisi, ni kufanywa. Ni kwa nini? Hata lile neno linafanya tuweze kufanywa, tulimelikuta tayari likiwa limeandaliwa. Lile neno tumelikuta likiwa tayari limeandaliwa. Kazi yetu ilikuwa gani? Kazi yetu ilikuwa tu ya kuamini lile neno. Na wakati tunapoliamini, tunawakaribisha. Mtu akiliamini, anamkaribisha Christ, anamkaribisha Holy Spirit, anamkaribisha the God the Father. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, ni kwa jukumu yangu na jukumu yako. Neno tumepewa, chakula ziko mezani. Chakula kiko mezani. Kazi yangu ni gani? Kazi yangu ni kukichukua na kukikula. Haleluya. Chakula kinaweza kuwa mezani, lakini haukikuli, wakitazama tu. Na hivyo ndivyo watu wengi walivyo katika ufalme wa Mungu. Wako na Biblia, lakini hawajui maana ya ile Biblia. Again, wako na Biblia, lakini hawalisomi ndio waweze kutambua kile kimeandikwa ndani yake. Na ndio katika hiyo nafasi ya kulisoma kwa imani
waweze kupokea ufunuo ule umefichwa ndani ya lile neno. Na wakimaliza kupokea ule ufunuo, utawafafanukia na kuwafanya waweze kufunguka macho yao ya rohoni ya kwamba Kristo na Mungu, Kristo, Roho na Mungu ni wao watakuja kwetu, sio sisi tutakapoenenda kwao. Sio sisi tutaenda, ni wao watakuja. Haleluya. Tena mstari ule wa 14, ule wa 14:18, wacha turudie kidogo mahali pale. Sababu hata Roho hatuambiwi ni sisi tutamuendea. Hapana. Yeye ndiye anasema nitamuachia msaidizi. Wacha nione. 18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Na Kristo anasema I will come to you. I will come to you. Si hakuna mahali tunaambiwa sisi tutaenda. Ate you will come to me. Hapana. Ni Kristo anasema I will come to you. Ate sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Ni yeye. Sisi hakuna kazi ametuachia. Kazi yetu ni kutambua yeye amekuja kwetu. Kwa sababu mpaka siku ya leo kuna watu wanangoja akuje. Sababu ni gani? Hawajafundishwa maandiko. Hawajaelewa maandiko ya kwamba miaka 2000 ilipita Kristo alimaliza kazi na akaja ulimwenguni. Na kuna katika katika maombi yale wanafunzi waliambia Yesu aweze kuwafundisha. Yesu aliwafundisha akawaambia, semeni hivi: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Sio sisi tukuje, ni ufalme wako uje. Wapi? Hapa tuko. Hapa tuko ni wapi? Duniani. Kazi ya Kristo, kazi ya Mungu, kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuja kwetu sisi. Sio sisi tutaenda kwake, ni wao watakuja kwetu. Wapi? Ulimwenguni. Na wakati watakapokuja wataingia ndani yetu, kwa sababu amesema katika hiyo 14:23 na tutaingia na tutatengeneza, tutafanya makao kwako. Haleluya. Tutakuja na tutafanya makao kwako. Christ, the Holy Spirit, God the Father watakuja. Na tayari wakati ule ufalme wa Mungu uje. Ufalme wa Mungu ulikuja miaka 2000 iliyopita. Wakati ule Yesu mwenyewe alimaliza kazi ya kufa, kuzikwa na hata kufufuka. Akatoka kwa wafu akiwa na nguvu na uwezo na mamlaka na ushindi mkuu. Ule alitusindania sisi, kwa sababu kifo chake kilikuwa kwa niaba yetu. Kuja kwake katika ulimwengu kulikuwa kwa niaba yetu. Kufufuka kwake kulikuwa kwa niaba yetu. Bwana asifiwe. Kusulubishwa kwake kulikuwa kwa niaba yetu. Kuwa maskini kwake kulikuwa kwa niaba yetu. Kuponywa magonjwa yale aliyogojeka kulikuwa kwa msaada wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Christ alifanya ile kazi yote aliyoifanya katika ufalme wa nuru, ndio mimi na wewe tuweze kuipokea ile nuru. Sasa hivi ninanena, nuru imo ndani yangu. Bwana asifiwe.
nuru imo ndani yangu. Wakati gani? Wakati ule Kristo, Mungu alimtuma mwanae, naye mwana akaja ulimwenguni, na mwana akakamilisha kazi yake yote ya hapa ulimwenguni. Na wakati ilipokamilika, aliweza kunifanya kuwa his temple. Aliweza kunifanya kuwa his dwelling. Aliweza kunifanya kuwa his house. Kwa hivyo mimi ni kikao chake. Wewe ni kikao chake. Haijalishi mtu wa Mungu, acha nikuambie. Haijalishi tabia zako. Haijalishi umezaliwa wapi. Haijalishi wewe ni maskini wala ni tajiri. Haijalishi wewe ni mgonjwa gani. Haijalishi watu wenu ni familia gani. Amerika, USA, UK, Kenya, Uganda, Tanzania, mahali popote pale. Mahali pale ulipo, wewe ni chumba cha Bwana. Ni mahali pake pa kupumzika. Mahali pake pa kufanyia kazi. Hebu nikuambie, wakati ule nilitambua mimi ni chumba chake, na akaweza kupata kibali, nikapata kibali cha kuwa nyumba lake. Sasa hivi, kwa vile amefanya kazi ndani yangu, amefanyia kazi ndani yangu, ndio niko na msemo wa kuambia ya kwamba yes, yeye ndiye mtawala wangu. Ndani yangu na nena yale ainenayo. Ndani yangu nafanya yale afanyayo. Maishani mwangu naishi maisha ile aishivyo. Haleluya, Bwana asifiwe. Na sio ati nilikufa nikazikwa nikafufuka, lakini niliamini nilikufa pamoja na Kristo, nikazikwa pamoja na Kristo, na nikafufuka pamoja na Kristo. Si kukufa lile, lakini niliamini ya kwamba hiyo kazi Kristo Yesu ameifanya yamefanyika ni kwa ajili yangu. Mimi niipokee kwa imani, na nikimaliza kuipokea kwa imani, imefanyika kuwa yangu. Hiyo kazi yote imefanyika kuwa imefanywa ni kwa ajili yangu. Ndio mimi niweze kusimama katika uwezo wote, na katika nguvu zote, na mamlaka yote, na uwezo wote wa Mungu. Haleluya. Wakati nipo hapa, kwa sababu ya kuamini John 14:23, na nikaamini John 14:18. Sasa hivi tuko na wewe hapa. I am a new creature. I am a new creature. Bwana asifiwe. I have no sin. I'm sanctified. Bwana asifiwe. I'm holy. I'm perfect. Kulingana na kuliamini lile neno ya kwamba ametengeneza kituo ndani yangu, kwa sababu hakuna kazi nyingine Mungu anataka niweze kufanya ila tu kuamini. Hivyo ameandika ati kwa sababu ya kumwamini ametengeneza kituo ndani yangu. Yesu akasema katika kitabu ya John 15, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na wakati mtakao kaa ndani yangu mtazaa mazao mengi. Ukweli, ninakaa ndani ya Kristo na njia gani? Kwa imani. Kwa imani ninaamini siku ya leo niko ndani ya Kristo, na kwa imani ninaamini siku ya leo ninazaa mazao, na nitazaa mazao, na yale mazao nitayaonyeshana. Na siku ya leo na dakika hii ndio ninaonyeshana, sababu wakati ule nilikuwa nje ya Kristo,
wakati ule nilikuwa sijaingia ndani yake na yeye ndani yangu, singekuwa na ufunuo wowote ule wa kuweza kufafanua neno lake. Singekuwa na ujasiri ya kwamba Kristo amenifia na baada ya kunifia akanifungua, nikatoka ndani ya dhambi zangu, nimetoka katika wafu, nimeingizwa katika uzima ule hauna mwisho. Nilikuwa gizani, sasa hivi niko nuruni. Nilikuwa najiongoza, sasa hivi nilijipeana kwake, naye akatengeneza kituo makao ndani yangu, na baada yake kutengeneza makao ndani yangu, amefanya niweze kutenda atendayo, kunena anenayo, kuishi aishivyo. Ni kwa sababu gani? Yeye ndiye Mungu wangu, yeye ndiye kiongozi wangu, yeye ndiye nuru yangu, yeye ndiye amulikiao mguu wangu, yeye ndiye anilidao nisiweze kujikwaa, yeye ndiye amani yangu, yeye ndiye anipeae chochote kile ninachokihitaji wakati ule ufaao. Haleluya. Na nikisema amnipeae, alinipa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, sababu alikuwa anajua chochote nitakapokihitaji wakati nitakuja katika ulimwengu. Alikiandaa. Ninakipokea wakati gani? Ninakipokea wakati ninapoomba. Kwa nini tunaomba? Tunaomba ndio tuweze kupokea kile alitupa. Miaka 2000 imepita. Katika kitabu ya Ephesians nitasoma pamoja nawe. Katika kitabu ya Ephesians, katika kitabu ya Ephesians 1:3 anasema, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So nimebarikiwa na baraka zote za rohoni. Nimebarikiwa na baraka zote. Na ndiye ananiambia ati obeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, gongeni na mtafunguliwa. Haya yote andamana na nini? Prayers. So, but simple prayer, you cannot receive anything. Tuna receive from God because we pray. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunaomba, tunapokea. Lakini tunapokea kile tayari tumeshapewa. Bwana asifiwe. Tunapokea kile tayari tumeshapewa. Wakati tunaomba tunakitengenezea njia ya kutufikia. Wakati tunapoomba tunafungua baraka zetu, our blessings, whenever it is bound. Mahali popote zimefungwa baraka zetu zile tulipewa, sababu tulipewa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa hivyo tunaomba ndio tuweze kufungua chochote kile kimefungwa katika kitabu ya Ephesians 5. Bwana asifiwe. Ati kuna mambo inaweza inuka na ifanye tuweze kukosa kutambua. Wacha tuangalie pamoja nawe tuweze kuona. Katika kitabu ya Ephesians 5 inasema
6 katika kitabu ya Ephesians 6 inasema, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Ananiambia niweze kuwa hatimaye mzindi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Yes. Katika nguvu zake tuna uwezo wa kupokea vyote. Alafu, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kwa hivyo, tumebarikiwa na baraka zote za rohoni. Kwa nini alitupa msaidizi? Kwa nini ametengeneza kituo ndani yetu? Kwa nini ametufanya kuwa nyumba yake? Sababu tukiwa wenyewe hatutaweza kupigana vita. Bwana asifiwe. Tusipomwamini hatutaweza kusimama katika nafasi ya kushinda. Bwana asifiwe. Pasipo kutambua kuna maroho yanaoweza kupinga mapenzi ya Bwana isifanyike katika maisha yetu. Tusipotambua, hata kama tumepewa baraka zote za rohoni, kunaweza kuwa na maadui, kunaweza kuwa na maroho, maufalme, mausultani yanaweza simama na kuzuilia tuweze kupokea yale Bwana aliweza kutupa. Tukaandikiwa ya kwamba ati hata tuacha yatima, atatupa roho yule aliye msaidizi wa kutusaidia kuelewa na kutambua ya kwamba, haleluya, kuna kazi tunayohitajika kufanya wakati tulipokuja katika ufalme huu wa ulimwengu. Ulimwenguni ndio tunafaa silaha zote za rohoni. Ulimwenguni ndio tunafaa silaha zote za Mungu, ndio tuweze kusimama against the wills of the devil. Hallelujah. Atifaeni silaha zote za Mungu. Tunaambiwa tutazivaa namna gani? Tutazivaa kwa sababu neno la Bwana limetupa ufunuo. Pasipo ufunuo hauwezi vaa silaha zote za Mungu. Na ule ufunuo wakuja kwa sababu tumeamini ya John 14:23, John 14:18, ya kwamba ati Bwana, wakati tutakapoamini neno lake, wakati tutakapompenda Kristo na tumwamini, watakuja watengeneze nyumba ndani yetu, ndani yangu, na wakae ndani yangu. Na wakimaliza kukaa ndani yangu, haleluya, wakikaa ndani yangu, nikiomba nitajibiwa maombi yangu, sababu wote wako ndani yangu, na ndio wenye uwezo, wenye nguvu, wenye mamlaka. Na ndio tumeambiwa tuvae silaha zote za Mungu, ndio tuweze kupingana na hila zote za shetani. So hata kama wakati Mungu yu ndani yangu, nataka tuelewane. Hata kama Mungu Roho na Mwana wako ndani na Yesu wako ndani yangu, yes, tusisahau kujua na kutambua ya kwamba kuna maufalme, kuna masultani, kuna demon,
kuna diseases, sicknesses, kuna mapepo, demons sinatawala katika ulimwengu. Kwa hivyo hata tukiwa na Christ ndani yetu na tuwe na Mungu ndani yetu na tuwe na Roho ndani yetu, tuna kazi ya kufanya. Na kazi yetu ya kufanya ni kuamini wale walio ndani yetu wana uwezo wote, wana nguvu zote, wana mamlaka yote ya kutushidania na kutupigania. Haleluya, katika maisha yetu ya rohoni. Bwana asifiwe. Ndio tuweze kukaa kulingana na mapenzi yao wale walio ndani yetu. Ni lazima tuweze kuelewa ya kwamba tusipowaamini haiwezekani sisi haiwezekani mimi ama wewe uweze kupata ushindi. Sababu imani katika neno ndio msaada wangu na msaada wako wa kufanya kazi pamoja nao. Yes, wa kufanyishana kazi pamoja nao. Ndio wakati wowote ile wills of the devil inafikiria ya kwamba inaweza nikomesha wala kunipinga. Haleluya. Wakati ninapoinua zile silaha nimezivaa, wakati ninapozinua, nazinua wakati gani? Wakati ninapoomba. Yes. Wakati ninapoomba, wakati ninapomshukuru Bwana, nikionyesha uwezo wake, nguvu zake, mamlaka yake, na vile tulivyo pamoja katika imani. Na kuwa pamoja katika imani ni kuamini kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya, ni kuamini neno lake. Na kuamini neno lake ni kuonyesha ya kwamba niko ndani yake na yeye ako ndani yangu. Haleluya. Na kuonyesha yeye yu ndani yangu na mimi ndani yake ni kufanya nini? Ni kulihubiri neno lake kulingana na vile yeye mwenyewe alivyolihubiri wakati alipokuwa katika ulimwengu tulio ndani yake pamoja na mitume. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Kristo akiwa ndani yangu niko na silaha zote. Mungu akiwa ndani yangu niko na silaha zote. Holy Spirit akiwa ndani yangu niko na silaha zote. But ni lazima niweze kujua jambo moja la kwamba si mmoja anahitajika kuwa ndani yangu, ni wote. Christ, Spirit and the Father God, wote wakiwa watatu wawe ndani yangu. Sababu ni kwamba watu wengi wanasemanga ya kwamba mimi niko na Mungu, hawana haja na Christ na hawana haja na Holy Spirit. Wao wamesimama katika mwanya wa kusema ya kwamba mimi niko na Mungu. Hawajui kazi ya Kristo, hawajui mapenzi ya Kristo, hawajui Kristo ndiye mtangulishi yule alifanya tuweze kumpokea Roho Mtakatifu, na pasipo Christ there is no Holy Spirit. Yes. Na pasipo Christ Mungu hana kazi ndani yetu na hawezi kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo Christ ndio tegemeo yote katika maisha yetu. Christ, the anointed one, Christ, the Son of God. Yeye ndiye tegemeo lote. Yeye ndiye njia, yeye ndiye mlango, yeye ndiye atakaye nifikisha katika ufalme wa Mungu kwa uwezo wote. Bwana asifiwe. Haleluya. Namshukuru Bwana nikiangalia huo mstari wa Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh
and brand, but against principalities. Tunanena kitu hakionekani, juu ya kitu hakionekani. Siku ya leo hatumuoni Kristo. Siku ya leo hatumuoni Mungu. Siku ya leo hatumuoni Roho. But wakati tunapoamini neno lake, tunawaamini wote watatu. Lakini hawaguziki na hawaonekani na macho, naked eyes. But wakati tunapoamini neno lake, tumewaamini wote pamoja. Na wakati tunapowaamini wote pamoja, yes, tunaamini kazi yake Mungu ile aliyoifanya kupitia mwanae Kristo Yesu. Sasa hapa inasema ya kwamba, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ati kama vile Kristo mwana na Roho hawaonekani, ni kuamini kupitia neno. Hivyo ndivyo hata katika ufalme wa giza, ulimwengu wa giza, una viumbe vyake havionekani. Sababu mwanzilizi wa hizo viumbe ni devil himself, ni shetani. Na tunafaa kuelewa na kujua, Shetani haonekani. Shetani ni roho, Mungu ni roho, Yesu ni roho, Roho ni roho. Yes, ni vitu invisible. Hallelujah. Kitu inanifurahisha ni ya kwamba Mungu yu kila mahali, but Satan hayuko kila mahali. Yes, ukweli ni ya kwamba Mungu haonekani na Shetani haonekani. Siku moja nikahubiri nikasema, nisipomwambia Shetani shida yangu, Shetani hawezi jua shida yangu. But God knows everything in me. Bwana asifiwe. But Satan, wewe ndio unamwelezanga kule unapitia, shida ulionayo, mateso ulionayo. Hallelujah. Shetani hakuangi kila mahali, lakini Mungu ni neno linatuambia Mungu yu kila mahali, lakini haijatuambia Shetani yako kila mahali. Shetani ni sisi tunamvuta, lakini Mungu usimvute, umvute yupale. Hallelujah. Ati tunaambiwa ati sisi hatupigani na damu na nyama. No. Hatupigani ati kwa maana kushindana kwetu sisi si kwa damu na nyama. Unapigana na vitu havionekani. Kama vile tunaamini Mungu Mwana na Roho, wale hatuwaoni na hatuwaguzi. Hivi ndivyo tukiwaamini, tukiomba, yote yale tena yanafanyika katika huo ulimwengu wa rohoni, wa maroho machafu. Tukiwaamini hawa ndio wana uwezo wa kupigana na chochote kile akionekani katika huo ufalme wa giza. Bwana asifiwe. Katika ufalme wa giza kuna angels wa darkness na kuna angels wa light. Hallelujah. Na hawa wote hatuwaoni. Kwa hivyo ndio neno linatuambia tusikaweze kufikiria tunapigana na kile tunachokiona. Kile
unachokiona kimebehave like that, kimebehave kwa sababu kuna kitu kiko katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza, sijui nitauitaje, ulimwengu wa giza. Kule ulimwengu wa rohoni kuna giza inaopigana na roho wa Bwana asifanye kazi ndani yetu, inaopigana na mapenzi ya Mungu, watu wasiweze kumwamini Kristo katika kazi yake kulingana na vile neno limeandikwa. Inapinga sana mawazo yetu, inapinga sana mioyo yetu, na hatuoni wale wanaotupinga. But mwanadamu aliwekwa pale akiwa wa kutumika. Sasa haona, Shetani anapigania mwanadamu amtumie, Mungu anapigania mwanadamu amtumie. Wote hakuna aliye na mwili. Demon hazina mwili, maroho hayana mwili. Haleluya. Mafalme hayana mwili, mausultani hayana mwili. Hizo ni vitu ziko katika ulimwengu wa kiroho, na inafanya kazi katika njia tofauti. Hasifanyi kazi ati moja, wanafanya kazi na njia tofauti. Na ndio neno linatuambia kwamba ati wakati Shetani, devil, roho chafu imetoka mtu, inaenda nyikani kwa muda, inakaa, baadaye inakuja kuangalia kama nyumba ilioshwa, ilifagiliwa. Ikikuta ile nyumba imefagiliwa ama imeoshwa, neno linasemaje? Inaenda inakuja na zingine 7 katika kazi tofauti. Kila demon na kazi yake, hasikuji kufanya kazi moja, sinakuanga na tofauti. Kama vile roho wa Bwana naye akiingia ndani yetu, akona sehemu nyingi kulingana na vile anavyofanya kazi ndani yetu. Kuna roho wa Bwana pande moja anatusaidia kuongea na lugha. Kuna roho wa Bwana pande nyingine anatusaidia kufanya nini? Kupendana, kuhubiri. Yani sehemu nyingi tunakuwa na word of knowledge, word of wisdom kupitia yule roho. Tunahubiri kupitia yule roho. Tunanena na lugha kupitia yule roho. Tunatabiri kupitia yule roho. Kwa hivyo ni na njia nyingi. Hivyo ndivyo naye Shetani wakati tunasoma ile mstari, atenaye anaenda wakati amekuta nyumba imefagiliwa, anafanya nini? Anakuja na wengine tofauti na yeye. Kila demon na ofisi yake zinaingia ndani yetu. Kama vile Mungu naye wakati tumeingia ndani ya Kristo na Kristo ameingia ndani yetu, tunakuwa na mazao mengi. Tunazaa mazao mengi, mazao tofauti ya wema wa Bwana. Nayo ile ingine mazao tofauti ya kazi ya giza. Kwa hivyo tunafaa kuelewa na kutambua ya kwamba, haleluya, Yesu akiwaambia sitamwacha kama yatima, alikuwa anajua kwa nini hata waacha. Ndio yule roho msaidizi awe msaidizi kwao, waweze kutambua na kuelewa wakati yule muovu amepanga kuharibu uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Bwana asifiwe. Hatujaachiwa roho tu ndio tuongee na lugha. Hatujaachiwa roho tu ndio tuhubiri. Tumeachiwa roho tusaidie katika njia zote, na tuweze kutambua wakati wowote yule muovu anapojaribu kututoa katika nafasi ya Mungu. Kwa sababu tusiposaidiwa na roho wa Bwana, haiwezekani sisi tujue tukiwa nje ya mapenzi ya Bwana
wala tukiwa ndani ya mapenzi ya Bwana. Haleluya. Ni Roho wa Bwana anatusaidia kupitia kulisoma neno na kuliamini neno. Naye Roho anajigawanya kwa sehemu ya kututambulisha, kati ya kutufanya tukaweza kutambua kwa njia nyingi na kwa njia pana vile kazi ya Mungu inaofanyika ndani yetu. Kwa hivyo kupitia Roho wa Bwana tunatambua principalities and powers. Kupitia Roho wa Bwana tunatambua the rulers of darkness. Kupitia Roho wa Bwana tunatambua spiritual wickedness in high places. Kwa hivyo Yesu hakutuachia tu Roho wake, na tena hakuja kwetu kutengeneza makao ama kukaa ndani yetu ati tu ndiye wakae. Ni ndio mwanadamu yule amepokea kibali hicho aweze kusaidika mpaka mwisho. Sio ya kwamba ati kwa sababu wako ndani yako hautakutana na hali ya kifedha, hautakutana na hali ya kukasirika, hautakutana na hali ya vita. Sio ati kwa sababu Yesu Mungu na Roho wako ndani yako hautakutana na magonjwa. Haya yote utakutana nayo. Haleluya. Lakini wakiwa ndani yako watakusaidia na kukuwezesha kupigana vita na uweze kuwa mshindi, sababu yeye yule tunayeamini hakushindwa katika kifo ya msalaba. Alishinda. Kristo alishinda, na ni mshindi aliye ndani yangu. Ni mponyaji aliye ndani yangu. Ni mwokozi aliye ndani yangu. Ni baraka aliye ndani yangu. Ni amani aliye ndani yangu. Haleluya. Ni furaha aliye ndani yangu. Ni patanisho aliye ndani yangu. Alitupatanisha na Mungu wakati tulikuwa bali na yeye. Katika kitabu ya Ephesians, alitupatanisha. Aliondoa kiambazi, aliondoa veil. Mimi na Mungu tukafanyika kuwa mmoja. Bwana asifiwe. Ametusaidia kupigana na mamlaka yote na giza yote. Haleluya. Na si kwa mwili, na si kwa nyama. Ametusaidia kutambua hayo kupitia Roho wake. Tumetambua kupitia Roho yake wa kwamba tuna ushindi wote, tuna nguvu zote, tuna mamlaka yote. Hivyo ndivyo na mimi ningekuwa nikirudia. Nina nguvu zote, nina uwezo wote, nina mamlaka yote, nina uponyaji ndani yangu, nina uwezo wa kuinua, nina uwezo wa kufundisha, nina uwezo wa kuelekeza, nina uwezo wa kuinua. Haleluya. Sababu aliye ndani yangu aliinua, aliye ndani yangu aliponya, aliye ndani yangu alifufuka kutoka kwa wafu, nami nimefufuliwa kutokana na dhambi zangu na kutokana na kifo kilichokuwa ndani yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikuwa na amani, aliye ndani yangu aliweka amani ndani yangu. Kwa hivyo nimedhibitika, nimefanyika kuwa chombo kile alikuwa anakusudia. Hivyo ndivyo na wewe ungekuwa unasema pale, nimefanyika kuwa chombo kile alikuwa anakusudia. Nimefika kuwa mzima katika maisha yangu ya rohoni. Nimefika kuwa mzima
katika maisha yangu ya mwilini. Sitatetemeka. Nimepewa uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote. Sitashindwa kamwe. Yes. Hallelujah. Ni wakati wa kusema na kuambia my mind ya kwamba I'm favored. I have an unmerited favor in my life. Hallelujah. Amenifanya kuwa champion. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nothing can hinder me. Hakuna kitu kinaweza simama kiweze kunipinga. Kwa nini? Walio ndani yangu ni wakuu kuliko walio nje. Bwana asifiwe. Na ndio waweze kuwa wakuu walio ndani yangu ni ya kwamba nimewakubali mimi. Ni mimi nimekubali, sababu hawawezi ingia kwa nguvu ndani yangu. Christ hawezi kuingia kwa nguvu. God hawezi control kwa nguvu. Hallelujah. Ni mimi nisikie, ni mimi niamini, ni mimi niwakubalishe. Bwana asifiwe. Pasipo haya utagoja na ugoje na ugoje na ugoje na utakufa ukiwa haujawapokea. Kwa nini? Hawapokelewi na njia ya kugoja, wanapokelewa kwa njia ya kuamini lile neno wameliandika. Hiyo ni kazi yao. Kazi yangu ni kupokea. Mwanamke wakati ameolewa hana jambo lingine ila tu kukaa wazi ndio aweze kumpokea mtoto kama anahitaji mtoto. Na ni ukweli. Mwanamke akiolewa na anahitaji mtoto ni kujiweka katika uwazi wa kupokea yule mtoto na njia ile anapokelewa. Na baada ya kukaa katika uwazi huo anapokea mimba. Baada ya kupokea mimba, baada ya miezi 9 anapokea mtoto, anaonyeshana mazao. Na mimi wakati ule nilipo lisikia neno, nikalisoma neno, nilipata mimba. Wakati nilipopata mimba ya ile neno, hallelujah, nikazaa imani. Wakati imani alizalika ndani yangu, nikampokea mwana Kristo Yesu, nipakapokea uzima wa milele. Sasa ule uzima wakati ulipoingia ndani yangu, sasa ninaunena, ninauonyeshana kama kitoto, kama baraka, kama vile mwanamke anaonyeshana mtoto akiwa baraka kwake. Hivyo ndivyo ninavyoonyeshana ufalme wa Mungu ule uliotawala ndani yangu pasipo kujua. Nikauamini pasipo kuelewa ya kwamba utanifikisha mahali hapa nimefika. Hallelujah. Sasa hivi ninaunena ule ufalme nilipoingia ndani yake hapo zamani za kale. Bwana asifiwe. Sasa ninauonyeshana kwa mataifa vile uliona umuhimu, vile ulivyo mwema, vile ulivyo na uzima, vile ulivyo na amani, vile ulivyo na uwezo wote na mamlaka yote kumpitia Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ninashukuru Bwana sana.
ninapenda kazi yake. Ninapenda kuhubiri hata kama sikuwa ninapenda. Lakini sasa kwa kutambua na kujua njia ya kwamba si kwa nguvu zangu wala uwezo wangu, si kwangu mimi, ila ni kwake yeye. Na nikajua ya kwamba hakuna kitu ya kunichokeza kamwe, sababu hakuna kazi yangu ninafaa kuifanya. Yeye ndiye alitangulia kuifanya. Bwana asifiwe. Namshukuru Baba yangu na Mungu wangu kwa ufalme wake ameutia ndani yangu, kwa uweza wake ameutia ndani yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunafaa kukijua na kukitambua ni ya kwamba kukaa ndani yake na yeye kukaa ndani yangu, hapo ndipo maisha ya roho inaanzia. Sababu ndio akae ndani yangu, nimetangulia kuamini lile neno imefundishwa. Ni kitu ingine, hakuna mtu aaminie neno la Bwana. Hakuna mtu sio kuamini. Hakuna mtu anaokolewa kwa sababu alisema nyuma ya yule alimuongoza. Hakuna hata mmoja. Mtu yeyote yule anaokolewa ni yule anayeliamini neno, katika kitabu ya Roma 10. Na huwezi okolewa kama haujaliamini neno. Na lile neno unaoamini haliwezi kukuokoa kama hauko chini ya mlinzi. Yule anaye kuongoza ndio uweze kudhibitika na uweze kuamini, haleluya, kile anachokufundisha. Hakuna mtu anaokolewa kwa sababu amegojeka. Hakuna mtu anaokolewa kwa sababu ako na umaskini. Hakuna mtu anaokolewa kwa sababu ametajirika. Na hakuna mtu anaokolewa kwa sababu mzazi wake, wala yeye mwenyewe, wala pasta wake anataka aokolewe. Sisi wote tunaokolewa na kitu kimoja. Only hearing the word of God. Wacha tuangalie. You must hear the word of God. Na kusikia neno la Bwana sio kusema ya kwamba ati ni kusikia tu vile unataka kusikia. Kuongozwa katika mpangilio wa kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe. Neno linasemaje? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hallelujah. Ninakushukuru Bwana. Ati tukisoma hapa, wacha nianzie tu hapa hapa 9 na Kiswahili. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Hiyo ni kusemaje? Hapo ndani kuna nini katika huo mstari wa 9? Kuna kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu. Haiwezekani uokolewe kwa sababu umegojeka. Ni kazi ya Kristo inakuokoa. Si mateso yako, si shida zako, si utajiri wako. Sasa unaona kwa sababu umetajirika sasa Mungu amekuokoa na amekupenda. Hapana. Uwe maskini, uwe tajiri, lazima upitie hapa.
akasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, sio ya kwamba nimeponywa, sio ya kwamba nimekuwa tajiri, sio ya kwamba mimi ni maskini sasa ninamwamini anifanye kuwa tajiri. Hapana, si kitu kama hiyo. Sio kwa sababu ninakula mesa, sio kwa sababu ninaenda kanisa, sio kwa sababu mimi niko na cheo na mamlaka kanisani. Hapana, njia ni moja tu. Inasema hiyo, naye nitairudia tena, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Number 10. Swahili. Kwa maana kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Angalia mambo hayo vizuri. Mundu wa Ngai, haujaambiwa kwa sababu ya magonjwa yako ya ukimwi umeokolewa. Kwa sababu umeenda kanisani ukatajirike umeokolewa. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Kwa sababu umetubu sana na umeomba maombi mengi umeokolewa. Hapana, hata yule tunaona Mungu anashuhudia ya kwamba ati aliomba maombi mengi na alikuwa haki mbele za Bwana. Alitumaniwa na Petro. Mungu alimtuma Petro aende akamfundishe kufa, kuzikwa, kufufuka kwa Yesu Kristo, sababu Kristo ndiye mwokozi. Hatuokolewi na magonjwa, hatuokolewi na kukosa watoto, hatuokolewi na ndoa kukatika wala kuolewa, hatuokolewi na kuomba sana, hatuokolewi na kufunga, hatuokolewi na kwenda kanisani, hatuokolewi na kukula mesa, hatuokolewi na kuwa wanono wala webaba, hatuokolewi na utajiri wowote ule ama jambo lolote linahusiana na ulimwengu. Tunaokolewa katika imani ya kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya, kufa, kuzikwa na kufufuka. Tukiamini ya kwamba tulizikwa pamoja naye, tulikufa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumebadilishwa. Tunabadilika. Alizikwa katika mwili na alifufuka katika mwili mwingine wa roho. Na sisi wakati tunapomwamini kuzikwa kwake, kukufa kwake, kuzikwa kwake, kufufuka na kwake, tunafufuka, yani tunatoka pale tukiwa na imani ingine mpya, tukiwa na uwezo mwingine mpya, tukiwa na imani ya rohoni pasipo kazi yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu anasema kupata hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. So wokovu haupatikani kwa njia yoyote ile mwanadamu anafikiria. Wokovu ni one way, only believe in Christ. Ati kwa maana andiko lanena, kila amwaminie hata tahayarika. Yote yule anayemwamini hata aibika, hata kuwa katika aibu. Aibu inakuja wakati gani? Wakati ule ninachukua mambo mengine ninayaingiza katika hiyo njia ya wokovu, itakuja kuniaibisha, sababu sitapokea uzima wa milele kupitia hayo mengine yote. Uzima wa milele unapatikana kwangu kupitia Christ. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Number
14 inasema, nitaisoma na Kiswahili. Basi wamwaminije? Ni kuamini ndio tuokolewe. Lakini inauliza, basi wamwaminije yeye asiyemo? Basi wamuitenje yeye asiyemwamini? So ni lazima umwamini. Alafu tena wamwaminije yeye asiyemsikia? Kama hujamsikia, kwa hivyo kusikia ni kusemaje? Kuna mtu mwingine amesimama kwenye mwanya. Kuna mtu mwingine amesimama kwenye mwanya. Kama vile John the Baptist alitumwa katika nyika, aende akaweze kunena kumhusu yeye Christ, vile atakuja afe asikwe na mambo kama hayo. Sasa watu kutoka eneo nyingi wakasikia ile sauti ya John, wakaja kwake. Sasa hapa inatuambia ate basi wamuitenje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikienje pasipo mhubiri? Ni lazima kuwe na kiongozi anayekuongoza. Kiongozi ametambua kazi ya Kristo Yesu vile inapokelewa katika maisha yetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Ati na 15 inauliza kitu, inasema ati tena wamhubirije wasipopelekwa? Kwa ilivyoandikwa, ni kwa mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Nani huyo awezaye hubiri kama hana ufunuo? Nani huyo anaweza hubiri kama halijui neno? Kuhubiri neno sio kuwika na huku vile tunawikanga kama wazimu, na kuandanganya watu na kuwatabiria watu mambo ya uongo, na kuambia watu ya kwamba ati wakati watambariki Bwana wao ndio wakati huo ndio watabarikiwa. Mungu alituumba kabla na alitupa kila kitu kabla tuzaliwe. Yeye hatukumuomba atuumbe, na hatukumuomba atupe chochote tuko nacho. Yeye alitufanya kabla hatujakuja ulimwengu. Kwa hivyo wale wanahubiri hiyo injili, fanyieni Mungu hivi ndio naye amfanyie, hiyo yote ni uongo. Mungu alitufanyia yote kabla. Ni sisi hatujajua mwenendo wake, akili zake, na hatujatambua neno lake vile linafaa. Tunafaa kuliamini ndio tuweze kuandamana pamoja nayo katika haki. Nashukuru Bwana sana kwa asubuhi ya leo, kwa kunipa hiyo kibali chake cha kunena mawazo yake. Ni mtakatifu yeye mwingi wa rehema na neema. Yeye ni mkamilifu na yote yawezekana kwake. Natumaini ya kwamba umesikia neno na utaendelea na kusikia. Kesho tuko pamoja nawe hapa, na tutaendelea tu na hiyo topic, na tutaendelea tu kufahamu mapenzi ya Mungu na uweza wa Mungu. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ndiye kiongozi wetu katika maisha yetu kila wakati. Umetupa nafasi hii ndio tuweze kuyanena yale yote Bwana uliyoyapanga moyoni mwako katika uweza wako. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Ni kwa neema sisi tumeitwa wana wa Mungu. Ni kwa neema tumeitwa wabarikiwa. Ni kwa neema tumeitwa washindi. Tunakutukuza wewe Bwana. Ni kwa sababu wewe ndiye mlinzi mwenye nguvu na mwenye utukufu wote ule Bwana tunaotamani. Watu hawa ni wabarikiwe na waendelee na kuongezeka katika baraka. Wamebarikiwa tayari Bwana. Ninawaombea Bwana Jehova Jire, imani iliyo ndani yao iendelee na kuongezeka. Na ndio Bwana mahali popote watakaposimama, waweze Bwana Jehova Jire, watu wale watahubiria waweze kuamini. Na ninawaombea Bwana Jehova Jire kibali kikuu sana, unmerited favor juu ya maisha yao. Waweze kupokea hiyo kibali
katika biashara, hata biashara wanazozifanya. Ninawaombea mikono yao kubarikiwa. Ninawaombea mahali popote watakapoenenda waweze kuwa Bwana Jehova Jire na neno kila wakati lisipopimika, kizima ndani yao, kiendelee kuna kuchipuka na kutoa maji mengi matakatifu ama matamu kupitia kuamini neno lako. Pokea sifa Bwana, na ni kwa utukufu wako Bwana sisi twanena mausia yako. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu hata wakati huu tunaendelea na tutaendelea. Sababu ulimwenguni ni mahali petu tu kwa muda. Alafu tuje mahali petu pa milele na milele. Mahali pale umetuwekea sisi tutakapoishi. Asante ni kwa sababu tunapajua na tu ndani yake kila wakati Bwana. Tunakushukuru na tunakuinua na tunakupenda wewe uishivyo katika uweza wote na haki yote. Katika jina la Bwana tunakushukuru Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hallelujah.